Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hakuna mtoto anayepaswa kuachwa nyuma katika jamii, akisisitiza kuwa kuwahudumia watoto wenye mahitaji maalum si hisani bali ni wajibu wa pamoja wa jamii na taifa kwa ujumla. Amesema hayo Aprili 6, 2026 alipojumuika na watoto wenye mahitaji maalum katika chakula cha pamoja kilichoandaliwa katika makazi yake ya Oysterbay jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya Pasaka. Amesema kufanya tukio la aina hii si hisani bali ni wajibu, kama ambavyo hata maandiko matakatifu yanatutaka kufanya hivyo, kuwahudumia wenye uhitaji. Amesema Pasaka ni fursa ya kuenzi na kuendeleza matendo ya upendo, huruma na mshikamano kwa vitendo, huku akiwahimiza Watanzania kuendeleza maadili hayo katika maisha ya kila siku. Amesema wanapata fursa ya kutafakari kwa kina juu ya wajibu wao wa kuendeleza matendo ya huruma, upendo na mshikamano katika jamii. Ninawahimiza mjikite katika kumjua Mungu, lakini pia mjikite katika masomo yenu. Mwe na nidhamu, mheshimu walezi wenu, mheshimu walimu wenu, mjiepushe na vitendo vinavyoweza kuharibu hatima yenu. Kila mmoja wenu ana nafasi ya kuwa kiongozi, mtaalamu ama raia mwema wa kuisaidia nchi yetu. Ninapenda pia kutoa pongezi za dhati kwa wadau wote, wizara, taasisi, mashirika, walezi na watu binafsi wanaojitoa kwa moyo wa upendo kuwahudumia watoto, wakiwemo watoto yatima wenye uhitaji katika vituo mbalimbali. Kazi mnayofanya ni ya kipekee. Serikali inatambua na inaendelea kuthamini mchango wenu katika kuhakikisha watoto hao wanapata malezi, ulinzi na matumaini ya maisha bora. Na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri upo hapa na wataalamu kutoka wizarani kwako, tuendelee kufanya tathmini, tuvijue vituo vyote vilivyopo ndani ya nchi yetu. Tuvijue vituo vyote ambavyo viko na watoto katika nchi yetu. Tuvirasimishe, na wala tusisubiri watu kutoka mataifa mengine kulea watoto wa nchi yetu. Lazima kila Mtanzania aone tuna wajibu wa watoto wetu walioko ndani ya nchi yetu kuhakikisha wanapata malezi na wanapata kila ambacho mtoto anatakiwa kupata, awe yuko kituoni au kwenye majumbani kwetu. Na kwa wale walioko vituoni, isiwe jambo la kunyanyapaliwa. Sema tukishavitathmini na tukavijua vyote, tuone namna kuanzia ngazi zetu za halmashauri, lakini na serikali kuu, namna ambavyo tutashirikiana na wadau hawa ambao wako na moyo huo wa huruma wa kuwatunza watoto. Aidha, amewatia moyo watoto hao kwa kusisitiza kuwa kila mmoja ana thamani na nafasi ya kufikia mafanikio bila kujali mazingira anayokulia. Watoto wote ni watoto wa Mungu, hakuna aliyewahi kuomba azaliwe wapi, kila mmoja ana hatima yake. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu ameitaka serikali kupitia wizara husika kuhakikisha vituo vyote vya kulea watoto vinatambuliwa na kurasmishwa ili viweze kusaidiwa ipasavyo. Amesema waendelee kufanya tathmini, wavijue vituo vyote vilivyopo ndani ya nchi, virasmishe na wasisubiri watu kutoka mataifa mengine kulea watoto wa nchi yetu. Lazima kila Mtanzania aone tuna wajibu wa watoto wetu. Aidha, ametoa wito kwa wadau na jamii kuendelea kushirikiana katika kuwalea watoto hao kwa upendo, akibainisha kuwa jukumu hilo linahitaji moyo wa huruma na kujitoa. Jukumu letu sote tuendelee kuhakikisha hakuna mtoto anayebaki nyuma. Tukiungana kwa pamoja, tunaweza kujenga jamii yenye usawa, huruma, mshikamano, jamii ambayo inamthaminiana
kila mtu anamthamini mwenzake, kila mtu anakuwa tumaini kwa mwenzake, kila mtu analeta furaha kwa mwenzake, kila mtu anamjengea ngazi mwenzake ya kupanda. Na mimi niwaambieni watoto wangu, wala msiwe wanyonge, kwa sababu watoto wote ni watoto wa Mungu. Hakuna hata mmoja aliyewahi kuomba azaliwe wapi. Hayupo. Ingekuwa wapo wanaoomba wazaliwe na wazazi gani, ninyi mngeanza kujiuliza kwamba sisi imekuwaje. Lakini kwa sababu hakuna aliyewahi kuomba azaliwe na mzazi gani, wala hamna haja ya kujiuliza kuhusu hilo. Mnachotakiwa tu kujua, watoto wote ni watoto wa Mungu. Kila mmoja wenu ni mtoto wa Mungu, na kila mmoja wenu Mungu kampangia ratiba yake kamili kabisa. Kila mtoto ni mtoto wa Mungu, na hata sisi tumefika hapa, mimi mwenyewe nikiwapa ushahidi na ushuhuda kwamba kila mmoja huwa ameandikiwa hatima yake, destiny yake kwenye maisha yake. Wala isikuhangaishe umezaliwa wapi, ukakulia wapi. Wewe ishi huku ukimtanguliza Mungu, upite kwenye njia yake. Ni mbaya tu ukikosea njia, ukiacha ile njia ya aliyekuumba. Hapo ndio ambapo utakosa kupafika kule ulikopangiwa. Ukifuata njia ya yule aliyekuumba, yeye mchoro wake uko kamili. Kwa watoto wangu, endeleeni kufuata mafundisho, malezi mnayoyapata kutoka kwa viongozi wetu, hasa ya kumshika Mungu, kwa sababu ndiye aliyewaumba na ana ramani kamili ya maisha yenu, ili muweze kufikia hatima njema Mungu aliyowapangia.